Kwa majina naitwa John Seka, mimi ni wakili wa walalamikaji katika shauri la uchaguzi linaloendelea hapa katika mkoa wa Kigoma, na ni shauri la uchaguzi wa jimbo la Kigoma mjini. Katika shauri hili walalamikaji wanne ambao ni wapiga kura wanamlalamikia ndugu Clayton Revocatus Chipando ambaye anajulikana kama Baba Levo kwa namna ambavyo aliteuliwa na kuchaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Kigoma mjini. Sasa siku ya leo tumekuwa na kesi ambayo ilisikiliza mashahidi 6 na hivyo kufanya sasa mpaka tumemaliza jioni ya leo tukiwa tumefanya jumla ya mashahidi 7 kati ya mashahidi 16. Msingi wa mashahidi wengi wa leo ulikuwa ni kuongelea yale ambayo waliyaona kwenye mikutano mbalimbali ya kampeni. Sasa katika mikutano hiyo ya kampeni mambo mengi yalikuwa yamejitokeza ni yale ambayo ni hoja zinazobishaniwa. Hoja zinazobishaniwa ni hoja kuhusiana na mambo ya udini, kwamba Baba Levo kwenye kampeni zake alitumia hoja nyingi za udini ili kuweza kupata ushindi na kuwashawishi wapiga kura. Jambo jingine ambalo limekuwa likijadiliwa sana ni hoja kuhusu matumizi ya rushwa na takrima. Nalo mashahidi nao kwenye siku ya leo wameliongelea kwa kina. Jambo jingine ilikuwa ni kuvurugwa kwa taratibu za uchaguzi na sheria za uchaguzi, hasa na mambo yanayohusiana na namna ambavyo mawakala waliondolewa kwenye vituo. Nalo mashahidi wameliongelea. Lakini jambo la mwisho kabisa ni kuhusu rushwa na takrima, nalo limeongelewa, na matumizi ya mabavu na nguvu zisizo za kawaida zilizofanywa na Baba Levo na wasaidizi wake ambao ni walinzi wake binafsi. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo mashahidi leo wameongelea kwa kina, wakiyaelezea kwenye mazingira mbalimbali na matukio mbalimbali yaliokuwa yanatokea katika jimbo la Kigoma mjini ambayo inasemekana Baba Levo aliyafanya. Kwa hiyo baada ya mashahidi wa upande wangu kuyaeleza hayo, walipata fursa ya kuhojiwa kwa kina na mawakili wa serikali na mawakili wa Baba Levo ili kuweza kung'amua au kuweka mashimo kwenye ushahidi huo. Tunaamini na wao wamefanya kazi yao kama ambavyo sheria na taratibu zinataka, na sasa tunaachia mahakama baada ya kumaliza ushahidi wetu, na pale ambapo itaonekana kuna kesi ya kujibu baada ya kumaliza ushahidi wa serikali basi na ushahidi wa Baba Levo, mahakama itapima ni nani na kati ya mashahidi wetu na mashahidi wa serikali anasema ukweli. Alafu mahakama baada ya kupima mizania hiyo itaweza kufanya uamuzi kama ubunge wa Mheshimiwa Baba Levo utenguliwe au aendelee kuwa mbunge kwa sababu ushahidi haujajitosheleza. Kwa hiyo hayo ni mambo yatakayotokea mbeleni baada ya kumaliza ushahidi wetu, lakini kwa sasa siku ya kesho, siku ya Alhamisi, tutaendelea tarehe 9, tutaendelea na mashahidi wengine wa upande wa walalamikaji. Alafu Mungu akijalia tukimalizana nao tutafunga ushahidi wetu.